Coach, pole kwanza kwa mchezo, umepoteza kwa goli 4, ni mechi ya pili unapoteza katika raundi hii ya 3, lakini labda tuambie tu mchezo wa leo ni eneo gani ambalo umehisi umepotea, umefanywa pressing, umejitahidi kukaba, lakini mwisho wa siku dakika 20 za kwanza umeshindwa? Yeah, I think tulikuwa na plani kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukacheza na timu ambayo iko bora kama Yanga. I think ilikuwa vizuri mpaka dakika 28. I think dakika 28 ndo tumeanza concede goal. So concentration kwa vijana tulilack, lakini tulikuwa kwenye momentum mzuri. Tulikuwa na vipindi vya kuplay. Jase tuweze kuplay 20 minutes tuone jinsi gani ambavyo intensity ya game kuicontrol kulingana na timu ambao tuko nayo, ambao tunakutana nayo. So kulikuwa na mpango mzuri, lakini ndani ya zile dakika 20 za pili baada ya zile za kwanza I think tumekuwa na makosa mengi ambayo ikapelekea mpaka half time tayari tulisha concede goli 3. Ni homework kwangu kama mwalimu. Bado niko na wakati wa kuhitaji kuimprove zaidi kwa moment ambazo zinatokea. Tunapaswa kupunguza moment na tuwe na tabia nzuri ambazo zinatafsirika vizuri uwanjani ili tuweze kuwa na matokeo mazuri uwanjani. Ulikuwa unafahamu fika Yanga wana press kwa nguvu juu, na nyinyi mlikuwa mnaanzia chini. Mlishindwa kubadilisha mpango mkakati wa kumake sure kwamba mnakuwa na mipira mirefu ambao mnaweza mkaihold mbele? For me kama mwalimu na believe kile ambacho na believe. Huo mwanzo ambao unasema kwenye pressing, sidhani kama walipata goli kwa ajili ya pressing. Goli nyingi ambazo zimepatikana ni set pieces, 2 set pieces, 1 combination play. Lakini moment ya pressing sidhani kama imekuwa. Labda second half kuna moment chache ambazo ni sisi wenyewe, sio kwamba kusema labda wao walikuwa na mpango mzuri wa kufanya hiyo pressing. Naamini kwenye hicho siwezi kutoka kwenye hicho, kitu ambacho na believe ni kuimprove day after day ili kuwa bora zaidi. Nikushukuru sana coach na nikutakia maandalizi mema ya michezo mingine inayofuata. Congratulations coach. You won 4 goals, 3 points. Means you have 11 goals, 9 points in 3 match. The intensive teamwork, quality of attacking quality of your players, it was amazing. What are behind attacking with the pressing and set pieces? Oh, women, we are still a team that is work in progress. We still have a lot of work to do in controlling the game and utilizing the spaces better. But it's good that in the process of building the team, we are getting goals from all angles, from combination play, from set pieces, from transitions, and that is encouraging for me. But the reality is there's still a lot of work structurally. I appreciate the fact that today we did not concede, but I believe we still deserve to score a little bit more than what we are scoring. Regarding the set pieces and the combinations, the second half you only score 1 goal. What do you want to tell us? That's a game of football. We also don't want to kill our legs. There is also the next match coming, so if the opponents are not interested in coming to the ball and you are already 4 goals up, you don't have to rush. Wait for them. When they come, then you go for the space behind. But when they don't come, you try to kill the game slowly, because there are many games and they are coming thick and fast. It does not help to rush to score 10 goals and you don't have the legs for the next match. The next match, we need to be strong again and understand what is expected of us. Thank you coach, congratulations once again, and I hope you're going to prepare for the next match. Hapa sasa tunakwenda katika tuzo za mchezaji bora wa mchezo. Mchezaji bora wetu wa mchezo anatoka Young African, Albert Kangwanda. Ndio mchezaji bora wa mchezo huu wa leo, ambapo naye ni mmoja kati ya wachezaji ambao ameweza kufunga goli katika mchezo ambao Yanga ameweza kuibuka na ushindi wa magoli 4.